Amen. Hallelujah. Karibuni my viewers, jioni ya leo na wasalimu katika jina la Yesu. Hamjambo. Mimi ni mchungaji Lucy Nyambura Jungo na nimeokoka. Yesu ni Bwana. Na wakaribisha tena kwa channel yetu ndio tuendelee kujifunza habari ya raising the true banner of salvation. Na tulisema siku hiyo ingine ya kwamba kama tuta raise the true banner of salvation lazima turudi katika mafundisho ya Yesu ndio tuweze kufundisha neno la Bwana kama vile Yesu alifundisha kanisa na akafundisha ulimwengu wakati alipokuwa hapa. Yeye hakupotoka katika mafundisho yake, lakini alinena neno kama vile ilikuwa mapenzi ya Bwana. Tukasema kama tutarudi hapo, tutaweza kuleta mabadiliko katika nchi yetu na hata dunia kutakuwa na mabadiliko na watu watajua kweli na ukweli itawaweka huru. Kwa hivyo karibuni katika jina la Yesu na najua kwamba tutabarikiwa. Siku ya leo tunaenda kuangalia ni nini kilifanya kanisa ambalo lilikuwa mbele yetu ya mitume itembee na nguvu za Bwana na ni nini kilifanya kuwe na mabadiliko katika majira yao. Tunaenda kuona our introduction is about the power of the early church. Nguvu ambazo zilikuwa na kanisa la kwanza ambazo ziliwasaidia kufanya mambo makuu wakati uliokuwa wao. Na tunaona ya kwamba hapa kile kilifanya hii kanisa itembee na nguvu ni kwa sababu ilikubali mafundisho ya Yesu na ikakubali the presence of God itembee pamoja nao na wakakubali mwito wa Bwana ama the will of God, kufanya the will of God kama vile ilikuwa mapenzi ya Bwana na kama vile walikuwa wamefundishwa. Hivyo ndivyo walitembea na majira yao tunaona ya kwamba walitembea na nguvu za Bwana, kukawa na great salvation, great revival na mambo makuu yakatendeka, na katika majira yao walitingiza dunia. Na hivyo ndivyo tunastahili kufanya hata wakati huu wetu, ya kwamba kuwe na mabadiliko na huu wokovu ukaweze kutingiza dunia na ukaweze kuleta mabadiliko katika kanisa, kwa jamii, kwa companies, kila pahali hii injili ikalete mabadiliko. Lakini katika majira haya tunaona ya kwamba hii injili haijaweza kukua na uguzo, haijaweza kuleta mabadiliko. Mambo mengi imekuwa katika ulimwengu wetu kwa sababu hili neno la Bwana limechafuliwa, neno la Bwana limechanganywa na mambo mengine, na tukichanganya mambo mengine hatutaweza raise the true banner of salvation. Watu watakuwa na mambo ambayo yani watu hakutakuwa na mabadiliko, lakini watu wataendelea kuhubiri neno na ukawaida, mambo itakuwa na ukawaida na Bwana tutakuwa tukimuudhi kwa sababu hii si hiyo ilikuwa mapenzi yake. Mapenzi ya Mungu akituma Yesu Kristo hapa ulimwenguni, alimtuma awe msaada kwetu na alete ushirika ambao ulikuwa umepotoka katikati yetu na Mungu, alete ule ushirika. Na kwa sababu ya vile Mungu aliupenda ulimwengu, aliona ya kwamba ulimwengu umepotoka na umepotea, akaona huruma, akatuma mwana wake wa pekee ambaye hakuwa na dhambi, lakini alipokuja hapa alinyenyekea na akahubiri neno la Mungu kama vile ilikuwa mapenzi ya Bwana. Na wakati walikuwa wanatembea pamoja na wanafunzi hawa alikuwa amechagua, na wakatembea kwa muda wa miaka 3.5, aliwafundisha neno la Bwana na mitume wakapata kuwa na ile impartation ambao Yesu Kristo aliwaonyesha na aliwafundisha. Na wakati ulifika muda ulifika akarudi mji wa mbinguni, aliwaambia ya kwamba wasitoke Yerusalemu mpaka awatumie msaada wa Roho Mtakatifu, kwa sababu alijua ya kwamba bila msaada wa Roho Mtakatifu hawataweza kuhubiri neno la Bwana kwa njia ambayo inastahili. Na wakati na wakarudi Yerusalemu, wakakesha kule wakiomba, wakiwa pamoja na wakiwa na umoja, na wakakula pamoja, wakasali pamoja, na hata wakadevote katika kushare the word of God together. Na kwa sababu ya vile waliendelea kushare the word of God, praying together, eating together, ile upendo ukawafanya kuwa kitu kimoja, na haikuchukua muda Roho wa Bwana akaja juu yao. Na alipokuja, maandiko inatuambia ya kwamba Roho wa Bwana alipokuja walijawa na nguvu za Bwana na wakaweza kuhubiri injili ya Bwana kama vile ilikuwa mapenzi ya Bwana. Hawakuchanganya neno la Bwana,
hawakuweka maneno mengine, lakini waliendelea kuhubiri neno la Bwana kama vile ilikuwa mapenzi ya Bwana. Na katika majira yao kukawa na revival, kukawa na uponyaji, yani wakatembea na ishara na mambo ya ajabu na mambo makuu yakatendeka, kwa sababu walikubali kutembea kadri na mapenzi ya Bwana. Kanisa, kama hatutatembea na mapenzi ya Bwana, kama hatutatembea na msaada na Roho Mtakatifu, hakuna katika majira yetu, hakuna mabadiliko tutaleta. Na ndiposa ninasema ya kwamba tutaendelea kujifundisha hili neno la Bwana na kumwambia Bwana, tunataka tukarudi katika mafundisho yako, ndio kanisa kukawe na mabadiliko na tukalete mabadiliko katika majira haya tuko, na najua kwamba tutabarikiwa. Siku ya leo tutafika hapo, na najua kwamba tutabarikiwa. Tutaendelea hivyo kujifunza na tuambie Bwana ya kwamba tunahitaji Roho wako awe pamoja na sisi. Ukisikia hii mahubiri, endelea kushare, kusubscribe na kucomment, na utabarikiwa. Si ubarikiwe msikilizaji wangu jioni ya leo. Amen.